Tunaposalia na hayo mazima ya afya ni kwamba Wizara ya Afya imetia saini mkataba na kaunti 3 za Nakuru, Garissa, Mombasa na kutoa huduma maalum za ugonjwa wa saratani kwa wakazi wa kaunti hizo. Makubaliano hayo yatahakikisha vituo vya kutoa matibabu ya saratani yanafanya kazi kama ipasavyo. Waziri wa Afya Adan Duale na magavana wa kaunti hizo 3 walishuhudia makubaliano hayo yatakayohusisha serikali kuu kutoa ufadhili wa mitambo ya saratani na kuhakikisha inafanya kazi. Serikali inapanga kufungua vituo kama hivyo katika kaunti zingine 5 hivi karibuni. Mary Chalo anaarifu. Serikali ya kitaifa na zile za kaunti zimeonekana kuweka kipaumbele katika uimarishaji wa matibabu ya saratani miongoni mwa Wakenya takriban 45,000 wanaopata matibabu ya ugonjwa huo ambao umekuwa mzigo mzito kwa Wakenya, wengine wakipoteza maisha yao kwa ugonjwa huu. Serikali za kaunti ya Mombasa, Nakuru na Garissa zimetia saini mkataba wa makubaliano na Wizara ya Afya, mkataba wa kuimarisha vituo vya matibabu ya saratani kwenye kaunti hizo 3. Magavana hawa wakibaini kuwa mkataba huu utasaidia pakubwa katika kupata vifaa maalum vya matibabu ya saratani. The SLA to include CT simulation machine which is directly linked to the LINAC radiotherapy machine, if that's something probably which has not been considered. If it can be considered also as a way to develop this. If we could get more equipment from those who are doing the equipments for early diagnosis, anything that can help in early diagnosis. We all know with cancer treatment, you are more likely to get a good outcome if it was detected early and treatment began early. Aidha, mkataba huu unalenga kuhakikisha kila mkazi wa kaunti hizo, licha ya yeye kutozaliwa huko, anapata huduma za matibabu ya saratani. Of the people who come to Mombasa, who go to Nakuru and who go to Garissa are actually not necessarily residents of that area. So we welcome the concept that we need to open a special SHA account just for that cancer center and open a special ward just to be able to handle matters to do with cancer. Kwa upande wake, Waziri wa Afya Adan Duale ameweka wazi kwa serikali itaendelea kuimarisha bima ya afya ya SHA ambayo inalipia takriban shilingi 800 kwa kila nyumba. So the government both levels remains unshakable in its commitment to enhance access to cancer care, and through the sustainable financing under the Social Health Authority we have increased it to 800,000 as per the direction of the President. And with the over 20 million Kenyans already registered, we are working to enhance that oncology package even above the 800,000 per person in the future. Mary Chalo, Undugu TV.